hivi sasa kwa kutumia hivi vyombo tulivyoviweka. Bunge lina uwezo wa kuwajibisha serikali kwa niaba yenu, likafukuza serikali, mkaunda serikali mpya. Halmashauri, madiwani, ambacho ni chombo chenu cha pili, kina uwezo wa kumfukuza mkurugenzi, kufukuza wakuu wa idara kwa niaba yenu. Ndio maana ya uwajibikaji. Here meriwa, shoti imetokea, wewe umepeleka mtu wa kusimamia wewe. Katiba hii inasema ibara ya 9. Sawa jamaa, wajaniwekea sehemu ya kusomea, wananipa shida. Ila tutapambana. Lengo la katiba hii ni kuwezesha ujenzi wa Jamhuri ya Muungano na Serikali ya Mapinduzi Zanzibar au chochote kati ya vyombo vyake, na udugu na amani kutokana na kufuata siasa ya ujamaa na kujitegemea, ambayo inasisitiza utekelezaji wa misingi ya kijamaa kwa kuzingatia mazingira yaliyomo katika Jamhuri ya Muungano. Kwa hiyo mamlaka ya nchi na vyombo vyake vyote vinawajibika kuelekeza sera na shughuli zote katika lengo la kuhakikisha kwamba shughuli za serikali zinatekelezwa kwa njia ambazo zitahakikisha kwamba utajiri wa taifa unaendelezwa, unahifadhiwa na unatumiwa kwa manufaa ya wananchi wote kwa ujumla. Pia kuzuia mtu kunyonya mtu mwingine yeyote. Mmepata mambo mangapi hapa? La kwanza, kuhakikisha kwamba utajiri wa taifa letu unatumika kwa ajili ya kukuendeleza wewe. Kwanza uhifadhiwe, ulindwe kwa ajili ya kizazi cha leo na cha kwetu cha kesho, lakini utumike kwa sasa kuhakikisha unakuendeleza wewe. B, kuhakikisha kwamba wanazuia unyonyaji wa mtu mmoja kwa mtu mwingine. I, kwamba matumizi ya utajiri wa taifa yatatilia mkazo maendeleo ya wananchi, na hasa zaidi yanaelekezwa kwenye jitihada za kuondosha umaskini. Kuondosha nini? Ujinga na maradhi. Kwamba katiba inasema utajiri wa nchi yetu utaelekezwa katika mambo mangapi? Kuondoa umaskini, ujinga na maradhi. Sasa katiba inatambua sisi ni tajiri. Sasa ni nini ambacho tunacho? Nchi hii ina ardhi. Ardhi ndio utajiri wa kwanza. Na Mwalimu Nyerere alisema ili nchi iendelee inahitaji mambo mangapi? Twende pamoja watu wa Manyoni. Mambo mangapi? La kwanza, watu. La pili, ardhi. La tatu, siasa safi. La nne, uongozi bora. Ardhi yetu ina ukubwa wa kilomita za mraba 945. 900 na ngapi? Ukichukua Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, nchi ngapi hizo? Ukiziunganisha kwa pamoja zina kilomita za mraba 890. Sisi pekee yetu laki ngapi? 940 ngapi? Ukienda Kenya, ukienda Northern Kenya kule juu, unakutana na jangwa, Wajir, Marsabit na maeneo mengine. Sisi hatuna kipande chochote kwenye 945 hiyo cha kutoka hapa na kwenye Mwembe ambacho kina jangwa. Kila sehemu udongo mzuri, miti inaota. Maeneo makame zaidi kwenye nchi hii ni hapa kwenu Singida na Dodoma. Uongo kweli? Maeneo mengine yote ni greenish throughout the year. Kwa tuna ardhi kilomita za mraba 945. Na unapozungumza kuhusu ardhi, unazungumza kuhusu nini kingine? Ardhi ni nini? Ukizungumza kuhusu ardhi, unazungumza kuhusu maji tulionayo. Hayo yote ni sehemu ya ardhi. Misitu tulionayo, mbuga za wanyama. Nchi yetu ni nchi yenye mlima mrefu kuliko yote Afrika, wa pili duniani, mlima Kilimanjaro. Wa pili duniani. Afrika nzima sisi ndio tuna mlima mrefu kuliko yote, wenye maajabu na wenye theluji juu yake.
Ni nchi ambayo ina ziwa lenye upana kuliko yote Afrika. La pili duniani, ziwa Victoria. Ni nchi ambayo ina ziwa lenye kina kirefu kuliko yote Afrika. La pili duniani, ziwa Tanganyika. Ni nchi ambayo ina madini yanaitwa Tanzanite. Hayapatikani kwenye nchi nyingine yoyote kwenye dunia hii. Mungu aliyeweka sehemu hii. Tanzania, Mererani, Arusha. Ni nchi ambayo ni ya 3 kwa kuwa na dhahabu nyingi dunia hii. Dunia nzima. Nchi ya ngapi? Ukianzia kwetu Tarime, dhahabu. Kisogea Msoma, dhahabu. Kienda Ngudu, dhahabu. Ukienda kama unaenda wapi huko, Bariadi, dhahabu. Njoo Geita, dhahabu. Nenda Sengerema, wanafungua mgodi mkubwa kuliko yote Afrika. Hivi karibuni wamekabidhiwa wazungu Sengerema pale. Dhahabu. Nenda Bukombe, dhahabu. Nenda Bulyanhulu, dhahabu. Nenda Chunya, dhahabu. Nenda Nzega, dhahabu. Nenda Kahama, dhahabu. Njoo Singida, dhahabu. Nenda Ruangwa, dhahabu. Nchi ya 3 kwa kuwa na dhahabu nyingi kwenye dunia hii. Na dhahabu gramu moja, gramu ni shilingi 310,000 kwa bei ya leo, 310,000. Inaweza ikapanda ikashuka. Sasa nikisema gramu, si kama mamangu unanielewa. Gramu kipimo chake, ukichukua wembe, unafahamu wembe, ukivunja hivi kale kamoja, kakipisi kamoja ndio gramu, shilingi 310,000. Nchi hii ya 3 inayotoa dhahabu, kila siku yanatoka matani na matani ya dhahabu kwenye nchi hii, yanaondoka kwenda Ulaya, yanaondoka kwenda China. Kale kamoja, kawembe kale, kipande kimoja cha wembe 310,000, yanatoka matani na matani kila siku ya Mungu. Tunavyozungumza ndege zinatua kwenye airstrip ya Mongo, inaondoka na dhahabu. Inatua kwenye airstrip Gate, inaondoka na dhahabu ya wazungu. Inatua kwenye airstrip Bulyanhulu, inaondoka na dhahabu. Kila sehemu wa China wamejaa. Hata hapa kwenu Singida kwenye migodi hivi wamejaa wa China. Uongo kweli? Wanachimba, wanaondoka na dhahabu. Nchi yenye madini yanaitwa nickel na cobalt, yanayotumika kutengeneza injini za ndege na betri za simu, yanatoka Tanzania, Kabanga, Kagera. Nchi yenye gesi, futi za ujazo trilioni 54.5. Nchi yenye makaa ya mawe, chuma, almasi, mwadui. Mbuga kubwa kuliko zote duniani. Na mbuga ya Ngorongoro iko kwenye maajabu 7 ya dunia. Vitu 7 vya dunia tu ambavyo Mungu aliumba vya ajabu, moja wapo ni mbuga ya Ngorongoro, iko Tanzania. Tuna mbuga ya Serengeti, Mkomazi, Mikumi, Ruaha, Seru, Ngorongoro, Mkomazi, Swindini. Hii ya Tanga hii iko kwenye maajabu na yenyewe imeingia mpaka baharini. Sadani. Ukichukua mbuga zetu ukiziunganisha kwa pamoja, zina ukubwa kuliko nchi ya Uganda na Rwanda combined. Tuna kila kitu. Tuna bahari, tuna mlango wa bahari kilomita 1600 kutoka Mtwara mpaka Tanga. Na tunazungukwa na nchi 6 landlocked. Nikisema landlocked ambazo hazina mlango wa bahari. Gari ikinunuliwa Kongo lazima ipite kwenye maji ya Tanzania, hela zimeingia. Maji alituwekea Mungu bure. Wewe ni kukaa pale unakula hela tu. Hayaishi leo wala kesho. Hela zinaingia. Mnaona zinapita kwenda Burundi. Si mnaonaga hapa magari ya IT kila siku yanapita hapa. Kwa sababu hawana mlango wa bahari, lazima wapitishe hapa kwetu. Mtu akiiba, akiua, akifanya nini huko Burundi, Uganda, nini, akinunua gari, akinunua speaker, akinunua chochote wanachoagiza nje, kinapita hapa. Wakilima kokoa, wakilima kahawa, nini, wanapitisha kwenda Ulaya, inapita hapa kwetu. Sisi hela inaingia. Yaani maji yako pale, hajaishi leo wala kesho. We have everything. Kwa nini watu wetu ni maskini? Katikati ya utajiri. Why we poor? Kwa nini Tanzania watu wetu wanalala njaa kwenye nchi kama hii? Watu wanatibiwa, wanakufa kwa magonjwa yanayotibika kwa sababu wamekosa fedha. Why? Bob Marley kwenye wimbo wake wa Rat Race, mbio za panya, anasema in abundance of water a fool is thirsty. Katikati ya wingi wa maji ni mjinga anaweza kuwa na kiu.
Tuko katikati ya utajiri, watu wetu ni maskini, na umaskini wetu ni umaskini mbaya. Leo tukisema Mungu anakuja hapa, lakini kiingilio shilingi 10,000, kuna watu mtaenda motoni hapa kutoka kwenye hili group. Nasema uongo? Kwenye nchi ya 3 inayotoa dhahabu nyingi duniani, vijana wetu hawana ajira, wanafanya betting kwenye nchi tajiri kama hii, ambao walipaswa kuwa kwenye viwanda, walipaswa kuwa kwenye migodi, walipaswa kuwa kwenye kilimo. Tumefikaje hapa? Na wakumbusha alichosema mwalimu. Ili nchi iendelee inahitaji mambo mangapi? Manne. Inahitaji watu, inahitaji ardhi, inahitaji siasa safi na uongozi bora. Ardhi tunayo, watu tunao. Ardhi yenye madini, yenye mbuga za wanyama, tuna mbuga, tuna maua yanaitwa Garden of God. Mungu alitupandia bustani ya Mungu. Iko sehemu inaitwa Kituro hapa Tanzania. Wahi kusikia Kituro? Unatembea hapa mpaka Itigi, unakutana maua meupe. Kutoka Itigi si mpaka wapi? Mekundu. Kutoka hapo mpaka si wapi? Ya blue. Kutoka hapo mpaka njano. Kutoka hapa pinki. Rangi zote unazozijua duniani aliyapanda Mungu mwenyewe, yako Tanzania tu. Yanaitwa Garden of God. Wazungu wanatua pale kwa mamilioni kuangalia hayo maua. Yamepangwa kwa mstari na yanaota. Ukienda pale utaki kutoka. Yako Tanzania. Kilomita zaidi ya 200 unatembea kwenye. Kwa nini watu wetu ni maskini? Mwalimu alisema ili nchi iendelee inahitaji watu, inahitaji ardhi, inahitaji siasa safi na uongozi bora. Watu tunao, ardhi tunayo. Tunachokosa kwenye nchi hii